Mzozo kati ya Salva Kiir, rais wa South Sudan, na naibu wake ambaye sasa ameweka katika ulinzi wa nyumbani, yani house arrest, Riek Machar, imetokota. Salva Kiir ametoka katika kabila kubwa ya Dinka na naibu wake Riek Machar ametoka katika kabila ya Nuer. Dinka ndio kabila kubwa zaidi, alafu inafuatiliwa na kabila ya Nuer. Makabila haya mawili yamekuwa katika mzozo kwa muda mrefu tangu nchi hiyo imejinyakulia uhuru mpaka sasa. Nchi kadhaa za dunia ya ulimwengu imejaribu kuwapatanisha na kuweka na kufanya ili wasikizana watengeze serikali ya umoja. Lakini kilichosababisha mzozo wa sasa ni ile kufutwa kazi kwa magavana ambao kwamba wanaegemea mrengo wa Riek Machar katika sehemu ya Jonglei na sehemu ya kule juu. Hii ilimfanya Riek Machar amekasirika, na jambo nyingine pia ambao kwamba imesababisha huo mzozo ni katika masikizano ya kusitisha mapigano hapo mbeleni, ilikuwa imekubaliwa wale wanajeshi ambao walikuwa ambao walikuwa wanaegemea kwa upande wa Riek Machar walikuwa wanafaa kujumuishwa na wanajeshi ambao kwamba ya serikali ya huyu rais wa sasa, ili iwe na serikali moja ama serikali ya umoja ama iwe na jeshi moja. Hiyo haijafanywa. So hilo ndo bado mzozo bado unaendelea na inatokota. Nchi ya Uganda imepeleka wanajeshi wake, ambapo hiyo imemkasirisha sana Riek Machar kusema kwamba Uganda inaingilia kati ya mzozo huo ambao ni kinyume cha sheria. Hayo ya kijiri, aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Amolo Odinga amewasili nchini South Sudan kama mjumbe aliyeteuliwa kujaribu kuwapatanisha hao viongozi wawili. Wacha tungoje tuone yatakuwa hapo. Je, maoni yako ni yapi?